ni adui mkubwa kwa ujenzi wa taifa, kwani ndicho kiini hasa kisababisha chonja. Ewe ndugu yangu we, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Kwa jina naitwa Upendo Ruben Shari, mwenyeji wa kijiji cha Magoda, kata ya Uwemba. Professionally ni mwalimu, lakini kwa sasa ni mfugaji na mkulima. Mfugaji wa samaki, mfugaji wa samaki, mfugaji wa mbwa, mfugaji wa ng'ombe, mfugaji wa kuku na mbuzi, msindikaji wa maziwa, lakini pia mkulima wa kilimo cha mboga mboga. Kwa sasa nimejikita zaidi katika ukulima wa hoho za rangi njano na nyekundu kwa ajili ya saladi. Kama mfugaji wa samaki nilianza miaka zaidi ya 8 nyuma, lakini kwa mwaka huu pia ni mfugaji wa samaki kwa njia hii ya kutumia kitalu nyumba. Kulingana na changamoto ambayo tunayo Njombe, baridi ambayo wakati fulani ina kithiri, nilianza kuvutiwa tu na ufugaji wa samaki, lakini nilipokuwa nikifuga nje nilikuwa nakutana na vifo vya mara kwa mara, hasa kipindi cha mwezi wa 5 mpaka mwezi wa 8 unavyoanza, vifo vilikuwa vinakuwa vingi. Lakini kwa sababu pia nilikuwa najishughulisha na hivyo vitu vingine, kilimo pamoja na ufugaji, nikagundua ninapoingia bustanini kunakuwa na joto, hali ya hewa tofauti na ya nje. Nikanijia tu ile wazo kwamba kwa nini nisifanye pia na kwenye mabwawa ya samaki kufunika. Nikawasiliana na wataalamu, nilienda Luila, Songea, kuna kituo cha serikali pale cha uzalishaji wa samaki. Nikawaeleza hiyo kwamba ninafuga Njombe samaki, lakini ninakutana sana na vifo kwa ajili ya baridi. Nikauliza kwamba je, inawezekana nikafunika, kwa sababu nikatengeneza banda kama hili hapa ninalotengeneza upande wa bustani, kwa sababu nikiangalia hali ya hewa inayokuwa ndani na nje inakuwa tofauti. Wale watu waliniambia inawezekana na itakuwa bora zaidi. Nilikuja nikafanya hivyo, nikachukua mbegu kwao, nikaanza ufugaji rasmi kwa kutumia vitalu nyumba, jambo ambalo lilinipatia tija ya hali ya juu. Nilipofuga kwa mara ya kwanza nilivuna vizuri bila changamoto ile ya vifo iliyokuwa ikisababishwa na baridi, lakini nilifuga kwa muda mfupi pia. Kuna kipindi mpaka nilivuna mara 2 kwa mwaka, jambo ambalo likanifanya pia naendelea kujifunza na kuona niboreshe wapi, nirekebishe nini, changamoto nilizokutana nazo kwa intake iliyopita zitokeze tena kwa intake inayofuata. Nikaendelea kuboresha. Mwanzoni nilikuwa na mabwawa yote ya pembe 4, lakini baadaye pamoja na kuzunguka sehemu mbalimbali nikaja kukutana na mabwawa haya ya duara na mfumo huu wa oxygen, ambao pia nikaona niendelee kuboresha, ndio mpaka hapa nilipofikia. Kwa mwaka huu pia nimefanikiwa kufuga hao samaki katika mabwawa haya yanayoonekana, ikiwa ni pamoja na kuanzisha pia kituo kwa ajili ya kuzalisha vifaranga wa samaki kwa maana ya hatchery. Samaki ninaozalisha mimi au ambao nina plani kuzalisha kwa sasa ni sato peke yake, tilapia. Kwa nini nina plani kuzalisha kwa sasa? Nimeanza tayari kuzalisha, lakini pia nilikuja kukutana na changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa kwa samaki wazazi. Kwa hiyo nikawa nimestopisha msimu huu wa baridi, kwa sababu wale samaki wakawa wanapunguza kidogo utagaji kulingana na kiwango cha joto kule kwenye hatchery. Lakini vile vile nimeleta vifaranga wengine ambao wamezalishwa Njombe, wakue wakiwa Njombe, wawe wazazi wakiwa Njombe, ili kituo cha uzalishaji pia vifaranga wa samaki kiwe na wale wazazi ambao hiyo changamoto ya hali ya hewa kwa wazazi itakuwa imefanya nini, imepungua pia. Kwa hiyo kwa mwaka huu ni mshindi wa ufugaji wa samaki kwa mkoa wa Njombe, na natarajia kwenda kuwakilisha mkoa katika maonyesho ya 88 kule Mbeya. Huu mfumo wa kuweka oksijeni kwenye maji ni aeration, ambayo ina mashine kama zinavyoonekana. Kuna mashine kubwa na mashine ndogo, ambazo zote nia na madhumuni ni kuingiza oksijeni kwenye mabwawa, na hiyo inatokea pale ambapo na kwa sasa hivi kwa mabwawa yangu, kwa sababu ya huu mfumo nilipofahamu mimi, haya mambo yapo kwenye mitandao, lakini pia unazunguka kwa wenzako, ukiangalia wafugaji wenzako wa samaki wanafanyaje. Nilifanikiwa kuzunguka kwa wafugaji
nilifanikiwa kuzunguka kwa vituo mbalimbali vya serikali, nikakutana na hii mifumo na mimi nikaweza kujipanga nikaianzisha. Lakini uzuri wake ni kwamba pamoja na, kwa sababu mimi hapa nina maji ya uhakika na ninakuwa na huo mfumo pia wa kuingiza oksijeni kwenye mabwawa, unakuwa na uwezo wa kufuga samaki wengi kwenye eneo ambalo ni dogo, kwa sababu ubadilishaji wa maji unakuwa rahisi, uingiaji wa hewa inakuwa rahisi. Kwa hiyo inanirahisishia pia, ni katika harakati tu za kuboresha. Kufugia nje kuna changamoto nyingi, hali ya hewa pamoja kunakuwa na baridi, kwa hiyo wale samaki wanalazimika kukaa chini muda mrefu bila kupanda juu kula. Chakula tunachotumia ni kinacho float, kwa sababu akipanda juu anakutana na maji tayari yana joto ambalo ni tofauti, anarudi chini. Kwa hiyo anakuwa hakui kwa matarajio yale ambayo ulipanga. Kwa hiyo inakuwa ni tofauti. Mfugaji ambaye atatumia mfumo wa hewa, wale samaki watakuwa comfortable mle ndani, watazunguka muda wote, watapata hewa ya kutosha muda wote. Akifika juu anakutana na hali ya hewa ambayo imedhibitiwa na hii na nili. Nadhani nyinyi wenyewe mmekaa huko mnaona tofauti ya hali ya hewa kati ya nje na ndani. Na mimi hapa huwa ninapima joto. Ninapima joto kwa kutumia vipima joto hivi vilivyopo, ambapo asubuhi mara nyingi joto lake halijawahi kushuka 19. Kwa hiyo inakuwa kati ya 20 mpaka 19. Lakini mchana kama sasa hivi ukipima joto linafika mpaka 28, 27, ambayo ni mazingira tu ambayo ni conducive kwa samaki kuishi. Unapoamua kufuga samaki kibiashara, mimi nimeamua kufuga kibiashara. Sifuge tu ili niwe nawaona. Kwa hiyo nina timeline, tuseme kwamba samaki ale nini kwa muda fulani, atafikisha gramu kwa muda upi, atafikisha gramu ngapi ili uweze kumtoa. Chakula ninachotumia ni chakula tunaita chakula cha dukani au chakula cha kuagiza toka nje. Hivi vyakula hatutengenezi sisi, sio product za Tanzania. Hizi ni product zinaagizwa kutoka nje. Ni kampuni ya Skretting ambayo inatupatia chakula, imepewa jina cha Neutral na Optiline. Kipo cha stage tofauti. Hiki chakula ni kikubwa kwa ajili ya wazazi. Punje zake zinakuwa kubwa. Punje zake zenyewe ni kubwa. Hii ni kwa ajili ya wazazi. Lakini kuna nutritional requirement kwa kila stage ya samaki. Ndio maana ukiangalia hapa ni chakula cha kwanza hiki. Ukiangalia crude protein yake ni 44%. Hii ni stage ya kwanza. Lakini kadri wanavyozidi kwenda utahamia hii protein ya 40%, lakini mwisho utakuja kuishia ile protein ya 38. Kwa hiyo yote unalisha kulingana na stage waliofikia. Na hiyo ndogo hiyo sasa hivi sina samaki wadogo sana. Sijafungua. Sidhani kama ni sahihi kufungua mfuko. Lakini hii ni hiyo ya 40%. Na yenyewe inakuwa ndogo kiasi hicho. Kwa hiyo hii hapa unalishia samaki wenye ukubwa gani? Wenye amefikisha gramu kuanzia 50 mpaka 70. Unaweza kumpa hii stage ya pili. Lakini vile vile kuna hawa ambao sasa hivi wamefikia stage hii hapa kwangu, ninawapa size hii hapa. Kwa hiyo wenyewe unavitofautisha tu hivyo kulingana na hiyo protein uliopewa, na wanatofautishiwa size. Kwa hiyo kuna poda, kuna size hii hapa, alafu kuna hii hapa, alafu ndio inakuja size hii. Kwa hiyo ni nanili tu. Ninatamani kufuga samaki kwa kiwango ambacho niwe na uwezo wa kutoa samaki kuanzia 80,000 mpaka 100,000 kwa mwaka. Ndio maana ni preserve eneo jingine lote huko kubwa, nitakuja kuweka mabwawa ya kutosha, lakini hayo ni matarajio. Na pamoja na hayo mabwawa, kuuza samaki kwa ajili ya chakula, pia matarajio yangu hao vifaranga, kwa sababu kununua vifaranga pia ni changamoto. Wakati nilivyokuwa nikifuga nategemea vifaranga kutoka kwa watu, saa nyingine uaminifu ni mdogo. Unataka monosex, mtu anakuambia ni wenyewe ameshawahudumia kwa kiwango hicho, lakini ukija hawakupi hayo matokeo. Au unaweza ukashangaa wazazi, origin ya wazazi wake sio nzuri. Na ndio maana mimi sasa hivi nina samaki ambao nimewatoa kabisa Ziwa Victoria kama wazazi, lakini wengine niliwatoa Dodoma kwa mtu ambaye aliwaagiza kutoka nje. Naomba nilihifadhi jina, lakini yote katika yote ninawahakikishia watu kwamba yani tutakuja kuwa Nyanda za Juu Kusini, tutakuja kuwa na vifaranga wa samaki ambao ni bora zaidi.
bora sana, usikute hadi mikoa mingine watakuja kuchukulia huko huko. Ndio matarajio yangu. Matarajio yao vifaranga wasipungue 200,000 mpaka 2,500 kwa mwaka. Soko la samaki kwa ajili ya chakula halijawahi kutosha. Hata Mwanza kwenyewe wanalalamikia samaki hawatoshi, kiasi ambacho mpaka wanafunga siku nyingine ziwa ili kujaribu kupreserve wasije wakaisha, maana la sivyo watu watakula mpaka wadogo kabisa. Soko lipo la kutosha sana. Halijawahi kutosha. Kwa hiyo hata kwa hiyo hesabu ninaoipige mimi bado haitakidhi. Ndio maana nitoe wito kwa watu wengine ambao watakuwa interested na kufanya kilimo hiki cha samaki, ufugaji wa samaki. Waje tushare, tujifunze, tufanye pamoja. Soko la samaki ni kubwa sana. Hata wakisema wananiachia nifanye mimi mwenyewe siwezi kulikidhi. Lina uhakika kwa sababu linaanzia kwa mdogo kabisa mpaka kwa mtu wa. Changamoto za kufuga kwenye kitalu nyumba kwa kweli ninaweza nikasema ni chache sana ukilinganisha na nje. Kikubwa ambacho kinanisaidia kufuga kwenye kitalu nyumba, miongoni mwa kitu ambacho naweza nikasema kwamba nimeweza kudhibiti kwa 98% ni vifo vinavyosababishwa na baridi. Samaki sio kiumbe ambaye anakufa ovyo. Ukimkuta kafa, labda ulikosea kwenye chakula, umempa chakula kilichoharibika au umembadilishia maji haraka, kwa maana maji yake yanatakiwa yatoke taratibu huku yanaingia taratibu. Ukimbadilishia ile kiwango cha joto, kumbuka humu wanaishi kwa joto. Yaani humu ni Ruvu. Humu ndani hapa tuko Pwani. Kuna joto kabisa la kutosha. Sasa kumchukulia maji ya Njombe ukamuingizia haraka, vile vile unamsababishia stress ambayo inaweza ikalidi kwenye vifo vya kutosha tu. Kwa hiyo katika kulidhibiti hiyo maji huwa tunaingiza taratibu sana. Huwa tuna control, tunaingiza taratibu sana. Ukiangalia wakati mwingine huwa naweza nikaingiza kwenye bwawa dogo yakakaa siku kadhaa, baadaye ndio yakaingia kwenye bwawa moja kwa moja. Changamoto ya vifo ambayo pia inaweza kujitokeza kwa ghafla ndio kama hicho nilichokuambia. Ni maji tu. Ukikosea kwenye kuingiza maji, ukayatoa yote ukaingiza mengine, utaua. Lakini kwa issue ya kwamba eti sijui kama vile baadaye kama vile zamani nilipokuwa nikilala nikiamka nakuta samaki wameelea. Unalala mko kukuta samaki kadhaa wameelea. Hata wale ambao ulipanga utavuna baada ya miezi 4-6 unashangaa ametifika miezi 8 bado ukimwangalia hajatosha kwa sababu ya ulaji mbovu. Hiyo kwa kutumia kitalu nyumba imedhibitiwa kwa kiwango cha juu sana. Tumekuwa na kilio cha muda mrefu kwamba tutapata wapi vifaranga. Miaka kadhaa yote nilikuwa nikishiriki kule tulikuwa na hiyo changamoto. Tuna vifaranga wa samaki, kachukue sehemu fulani, kachukue sehemu fulani, kachukue sehemu fulani, na yote ni mikoa ya mbali, na yote ni mikoa ambayo ina joto kidogo. Hata Njombe hapa kwetu tuna maeneo ambayo yana ukanda ambao una joto. Sasa kitu kingine ambacho kwa 8 hii ya 2026 watarajie kupata vifaranga wa samaki kutoka halmashauri ya mji Njombe. Kama panavyoonekana, ukichungulia hapa kuna huu mfumo wa maji, bomba jeusi. Haya maji yanatoka nje. Yanatoka kwenye tanki lile pale juu nje. Haya maji yanatoka mtoni, yakitoka mtoni yanaingia kwenye tanki. Yakiingia kwenye tanki likijaa yanazunguka, basi yanabaki yanazunguka yenyewe. Yakiingia hapa, ukifika hapa unaweza aidha ukafungulia hapa kwa ajili ya kuruhusu huku yaingie, au unatakiwa udhibiti. Sasa nikitoka na samaki kule, nikitoka na mayai kule kwenye waliko wazazi, yale mayai nakuja nayo kwenye beseni. Nikija nayo kwenye beseni na yahamishia kwenye hili jani na hili hapa. Yanakuwa hapa, yanaweza kufika robo kama hapa hivi yani. Umeona haya maji nikiweka mayai hapa, natakiwa kufungulia maji kidogo, yasiwe mengi sana, kidogo yawe yanatoka hivi. Kitakacho ni limit, kama ukiangalia kunaona vijivumbi vinazunguka. Yazunguke tu sehemu fulani hivi yaishie hapa. Ukifungulia maji sana, yatatokota yatazunguka hivi yatamwagika hapa. Yakija huku yatagandamana, yataharibika. Yenyewe yanatakiwa kwa yanazunguka muda wote. Kwa hiyo una regulate maji hapa, una regulate na hapa pia. Yatazunguka. Hapa yatazunguka kati ya siku 4 mpaka 7.
sawa, siku 4 mpaka 7, yale yatakayototolewa yatakuja hapa juu. Sasa vinakuwa vifaranga vina uwezo wa kuogelea, vitashuka hapa. Vikishuka hapa ndani, mimi na chujio langu nachota nahamishia hapa, nachota nahamishia hapa, ili mzunguko wa maji uendelee. Ndio naendelea kufungua, usiwe mkubwa sana, usizidi sana, uwe hivyo, kwa sababu ukizidisha yatamwagika. Yakimwagika hapa, vifaranga wote utawakuta huko, wataingia kwenye sinki, watakuja kwenye kitobo, wataenda nje kule kwenye purification area, watakufa. Kwa hapo unadhibiti tu kidogo, hii haijai kwa sababu ya hizi nyavu huku, hizi nyavu. Kwa hiyo watazunguka. Baada ya ile siku 5 tena utakavyowagawanya humu, wanatengeneza ile, wanakuwa na ile egg yolk, tumbo kubwa lile. Watakaa hapa, baada ya muda fulani nitawatoa sasa wote, nitawahamishia kwenye hili tenki. Ili tenki maji yake yanatoka muda wote, unaweza ukayafunga au unaweza ukayafungua kwa kiwango unachotaka wewe. Okay. Kwa hiyo maji kadri yanapozidi kuingia, yakifika level hii hapa, yanaletwa hapa, yanatoka kupitia hili bomba, yanaingia huku, yanaungana na haya yaliyotoka huku, yanaenda nje. Yakifika kule nje, kuna visima size ya hili viko 5. Yanaingia kisima cha kwanza kina kokoto, yanaingia kisima cha pili kina mchanga, kisima cha 3 kina mkaa, kwa ajili tu ya kudetoxify. Sasa maana hapa watakaa wale samaki tuliowatoa pale, vifaranga watakaa ndani ya hili tenki kwa siku 21 wakila hormone ambazo ni kwa ajili ya kuwafanya wawe monosex, wawe na jinsia moja, wawe madume tu. Na tunatumia kemikali hizo hormone ambazo kuna ethanol na kuna hii hapa iko humu, ndio hiyo hormone. Unachanganya na hii ethanol na hormone kwa gramu zinazotakiwa. Ukimaliza unanaweka kile chakula hapa kama kilo 5 3, na nyunyizia spray na hii maji hiyo ethanol yenye hormone, kinakauka. Kikishakauka na walisha hawa siku 21 wanakuwa wa kiume tu. Kwa hiyo maji yanazunguka, yakifika chemba ya mwisho kule ya 5, yanavutwa na mashine automatically, yatapanda na hilo bomba dogo, yataingia tena kule kwenye tenki. Kwa hiyo haya maji yanazunguka yenyewe, yanazunguka. Kwa hiyo hapa akishamaliza siku 21 ndio kama kuna mteja na muuzia, kama kuna nini napeleka kwenye mabwawa yangu. Kwa hiyo hapo unaweza kuzalisha vifaranga wangapi? Hapo kwa sasa hivi vifaranga wanaenda mpaka 45. Sawa. Kazi nzuri, tunafuga kibiashara. Sasa twende kwenye detoxification. Unasema detoxification. Kilichozingatiwa kule kinazingatiwa na huku. Yale maji tuliyofungulia kule ndio yale yanaingia. Ndio yanayoingia pale, ambao ndio maji ambayo yana kemikali. Pale yaani sasa mpaka akija kufika kule anavyovuta, hiyo mashine ni automatic. Hiyo ikifika level fulani inavuta. Kwa hiyo akitoka pale maji yanakuja hapa, na kama ukimwangalia unamwona huyu samaki. Okay. Ni samaki mkubwa kabisa ule yuko hapo. Okay. Huyu hapo. Mwenzake hapo. Hapa sasa kinachotokea ni kwamba maji yakitoka pale yanahamia hapa. Kwa hiyo kule kuna kokoto. Hapa kuna kokoto, alafu kuna kitobo cha chini. Hapa kuna mchanga, alafu kuna kitobo cha juu. Hapa kuna mikaa, alafu kuna kitobo cha chini. Yanatoka yanaenda kwenye hicho chumba cha 3, yanakuwa kama plane pia kwa ajili ya kwenda kule. Kama kuna particles zozote za huku za kutoa pale, yanahamia kule. Na hii ni kwa ajili ya nini? Hii hapa ni magugu maji. Kwa sababu humu kuna samaki kadhaa wazazi kama ulivyowaona wanavyotoka huku na kwenda huku. Nia na madhumuni ni kufanya tu wapate sehemu ya kujificha. Ni magugu maji haya. Tulitoka nayo hivyo mwanzo. Kwa hiyo japokuwa hayatakiwi kuzidi sana haya, ikiwa usiku yana consume oxygen. Ndio maana yako machache. Haya maji yaliyoko hapa ni maji salama kwa ajili ya kufugia samaki au unaweza kutumia kwa shughuli nyingine. Yaani kwa jinsi yalivyotoka kule yakaandago hiyo process yote, yakaja yakapita mpaka kwenye mkaa, si ndio?
Mkaa wote tunajua unatumika kufyonza sumu, mabaki yoyote, unajua vyakula plus zile hormones tunazowapatia. Kwa hiyo yakifika huku ni salama kwa matumizi ya mtu yoyote. Watu wa maji pia wameyapima, hayana shida, yana uwezo wa kuingia kwenye matumizi mengine yoyote. Tumejionea uhalisia wa ufugaji wa samaki kwenye kitalu nyumba hapa nyumbani kwa Bi Upendo Shari, ambaye si tu kwamba ameamua kufuga kibiashara, lakini ni mtumishi ambaye ameamua kutafuta mbinu nyingine ya kujiongezea kipato. Sasa Bi Upendo, katika kazi wewe umesema ni mwalimu, lakini pia umeamua kufanya hii, unajichanganua vipi? Kwanza ninamshukuru Mungu katika utumishi wangu wote kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama mtumishi pia nimekuwa na passion ya kufanya hivi vitu, lakini kitu ambacho huwa ninamshukuru Mungu siku zote, nimefanikiwa kuwa na wafanyakazi kwenye hii miradi yangu yote. Nina wafanyakazi 8 na wengine ni watu na familia zao. Kwa hiyo kwenye najichanganuaje katika hili hapa, naliweza vizuri tu kwa sababu ninao watu wanaonisaidia. Wapo watu wanalipwa mshahara hapa, wapo watu wanaendesha maisha yao kupitia hizi kazi ninazozifanya mimi, lakini pia wapo watu wanapata ujuzi. Mimi kila siku nimekuwa nikiwaambia, hapa umekuja licha ya kwamba tu unalipwa mshahara, hapa ni darasani. Ukitoka unatoka na nini? Hakikisha kuna kitu chochote ambacho una uhakika kwamba ukitoka hapa utakuwa umetoka nacho. Muda wako wa utumishi unapoisha umetoka nacho. Wakati fulani labda naweza nikasema inaweza kafikia labda nikapata upungufu wa hela, labda nikipiga magoti nikimuomba Mungu, bariki kazi ya mikono yangu. Kama basi hutanisikia mimi, basi wasikie hata zile familia ambazo kupitia mimi wanaishi. Wapo naweza na natamani kuongeza zaidi nikiwa vipi katika utumishi. Niongeze zaidi na zaidi na zaidi. Wawepo watu, yani mimi nikilipwa mshahara na mimi nifikie sehemu nisimame niwalipe watu vile vile mshahara. Hongera sana. Unajua kupata lalamiko la mwajiri, uende kazi ilikuwa wakati unachelewa. Kwa sababu mimi ajira naweza nikasema pamoja na upambanuzi wa haya yote, ajira pia ni msingi wa ufanyaji wa hizi shughuli zangu. Sijawahi binafsi, na waajiri wangu wote naweza nikasema they are so proud kwa hiki ninachokifanya, na wengine wanakuja kujifunza pia. Pendo, unawezaje, unasimamiaje, inakueje? Ni neema ya Mungu kwa sababu amenipatia watu ambao wana uwezo wa kusimama hata kama sipo. Mimi nimefanya kazi maalum nyingi tu za mwezi, za siku 35 za nini kwenye tasnia ya walimu, lakini nina uwezo wa kutoka huo muda wote na hakuna kitu chochote kinachoharibika huko nyuma. Hakuna kitu kinachoharibika, hakuna kitu kinachoenda visivyo, yani kila kitu kinaenda. Ni katika ile tu namna ambayo sijawatengeneza. Yani mtu akifika hapa simtengenezi kusimamiwa, ninamwacha, yani ninamweleza vitu vya kufanya, namna anavyotakiwa kuvifanya, wakati mwingine namna hata ya kufanya mauzo na kufunga hesabu na tathmini siwafichi, kwa sababu ninataka wajifunze. Bwana, hapa nimeweka shilingi kadhaa, hapa kuna mifugo kadhaa, hawa samaki wako kadhaa, nataka mwisho wa siku tukiwauza wawe kadhaa. Kwa hiyo naweza nikasema ni kama neema tu Mungu amenipatia ananipatia watu ambao pia wanajitambua hata nisipokuwepo. Kuna muda unamuita mtu mwenyewe binafsi, unamuuliza ajitathmini. Kwa hiyo una watumishi wangapi? Sijaajiri, msije mkanitafuta mikataba bure. Mimi hapa nina vibarua jamani. Una vibarua wangapi? 8. Ndio, wako 8. Sawa, tuzungumzie kidogo, maana tunajua umesema unafuga kibiashara, uchumi umebadilika. Umebadilika kwa kiasi gani? Lakini pia wewe ni mama, ni mwana notion za kwamba mwanamke akifanikiwa mambo kwenye familia anaweza akawa ndivyo sivyo. Ili kwako limekaaje? Siwezi kukufuru kwa kweli. Ninamshukuru sana Mungu, naweza nikasema amenifanikisha. Unajua hata afya ni mafanikio. Afya pia ni mafanikio. Kuna watu wanatamani kufanya hata hizi shughuli ndogo ndogo hawezi kufanya. Mimi nazifanya pia, hayo ni mafanikio. Lakini vile vile miongoni mwa mafanikio ambayo nimeyasema mimi ni miongoni pia mwa watu hawa ambao wako chini yangu. Nikiwa binti nilishawahi kuwa na ombi moja ambalo
huwa napenda kuambia watu usipende kulitamka kama hujalimaanisha. Nilikaa siku moja chini ya mti mmoja mkubwa, nilienda kumtembelea bibi yangu. Nilipoenda kumtembelea bibi, nikaenda na wenzangu kwenda kuokota kuni. Nilipoenda kuokota kuni, wakati tunarudi, nakumbuka mimi kila dakika nilikuwa naambia tupumzike jamani, tupumzike. Nikafika chini ya mti mmoja mkubwa nikapumzika. Nilipopumzika kulikuwa na jua kali, afu upepo kazuri, nikamwambia Mungu, nikiwa mkubwa natamani unifanye mti mkubwa. Unifanye mti mkubwa ili wanaochoka wote safarini wakifika hapo wapumzike kama tulivyopumzika kwenye huu mti. Alafu pia ndege waje wajenge viota. Alafu pia ule msura makazi, mti mkubwa ni kivuli, makazi na vote hivyo. Nililiomba hilo ombi. Mungu hajaninyima. Amenipatia pia hicho kitu. Kwa sababu mimi familia yangu mezani sijawahi kukaa watu chini ya 10. Wanaanzia 10 kwenda. Na shule zikifunga pale ndo tutakula hadi kwa session. Jamani, wale watoto wadogo wa saa 12:30 mpaka saa 1:30. Wale wanaosubiri taarifa ya habari ishe. Wale hivyo. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Kwa hiyo kwa hao pia kwangu ni mafanikio. Ni mafanikio kwa sababu ninajua hata nisipoomba mimi mwenyewe wapo watu wananiombea kwa sababu ni sehemu, imekuwa sehemu mimi kwangu imekuwa ni sehemu ya baraka kutoka kwa Mungu, kwamba wakimuomba Mungu, Mungu anaweza akapitishia kwangu nikawapatia. Wasiponiombea wao wataniombea wake zao, wasiponiombea wake zao wataniombea watoto zao. Nimeshakuwa na hilo jina mama mkubwa nyingi. Kwa hiyo pia mimi kwangu naita kama mafanikio. Lakini kiuchumi naweza nikasema financially nipo hivi nilivyo. Vyovyote hivi kwa level hii nilionayo hii kwa sababu ya shughuli ninazozifanya pia. Na support pia kutoka kwa mwenzi wako ina mchango mkubwa sana. Kufanya kitu as a team, kufanya kitu kwa kukubaliana, kufanya kitu ina mchango mkubwa. Na katika support hizo ndio yale mapanel pale. Tunakuwa. Okay. Kwa hiyo mnaenda kuanzisha mradi mwingine? Okay. Hapa. Vizuri. Hongera sana Upendo. Asante. Naamini watu watajifunza. Okay, kwa majina naitwa Samuel Nyambabe, ni afisa uvuvi halmashauri ya mji Njombe. Katika halmashauri yetu ya mji wa Njombe, sekta ya uvuvi inazidi kukua na inapiga hatua nzuri ukilinganisha na miaka ya nyuma kidogo. Kwa kuwa mwanzo tulikuwa hamna wataalamu wa uvuvi specifically, wengi walikuwa miaka hiyo maafisa mifugo, lakini sasa hivi kidogo tunajaribu kuipush hii sekta angalau kuweza kufika mahali fulani. Mpaka sasa hivi tuna wafugaji wasiopungua 64 ambao wanafuga samaki, na tuna mabwawa ya samaki yasiyopungua mabwawa 223, japokuwa ambayo yako active na ambayo yanafanya production kama mabwawa 174. Kwa hiyo napenda kwa kuhamasisha wananchi wengine ambao wanajihusisha na shughuli zingine wenyewe katika sekta ya ufugaji. Ufugaji wa samaki ni sekta nzuri sana na tunaweza tukajifunza kwa mifano. Kuna baadhi ya wafugaji ambao wameingia katika sekta ya ufugaji na wanafanya vizuri. Mfano mzuri ni mfugaji wetu wa kinara wa mkoa Upendo Shari ambaye ametuwakilisha katika mkoa mzima wa Njombe. Katika ufugaji wa samaki kuna teknolojia mbalimbali. Si lazima ufanye ufugaji katika maybe katika teknolojia kubwa sana. Kwa teknolojia zinazoanza ambazo ni ndogo. Kwa mfano kuna ufugaji wa samaki kwa njia ya mabwawa, kuna ufugaji wa samaki kwa njia ya matenki, ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, ufugaji wa samaki kwa njia ya tunasema mtu anaweza akawa tu ana samaki kidogo tu akakiandaa vizuri akaweka matubai au manili matenti akafugia samaki. Na katika ufugaji wa samaki wengi ambao wanaofanya ni ufugaji wa samaki kwa njia ya mabwawa, tunasema zile open pond fish farming. Lakini kuna teknolojia nyingine kama mtu ana uwezo anaweza akafanya tunaita ufugaji wa samaki kwa kwenye greenhouse ama tunasema ni indoor fish farming. Sawa, unafugaji ambao unafugia ndani. Inaweza kuwa ni ndani ya nyumba au ni ndani ya mazingira ambayo unaya control. Kutokana na changamoto ya hali ya hewa ya Njombe ambayo ndo kikwazo kikubwa cha ufugaji wa samaki katika halmashauri yetu. Kutokana na ukweli ni kwamba katika halmashauri yetu ya mji wa Njombe kuna baridi sana. Kwa hiyo wafugaji wetu wengi tunawashauri kama wanaweza wafuge samaki kwenye vitalu nyumba.
Lengo la kufanya hivyo ni control yale mazingira, yani kiasi kwamba samaki anakuwa na mazingira yake ambayo hayana utofauti na mazingira mengine kama sehemu za joto. Kwa mfano issue ya baridi kuwa kali sana, ukiwa samaki kwenye kitalu nyumba unakuwa unaweza kupambana na hiyo hali ya baridi iliyopitiliza. Kwa hiyo pia kuna teknolojia ambayo ni mpya, by the way ni mpya, na hata katika mfugaji wetu mpya, mfugaji wetu kinara wa mkoa Upendo Shari anafuga samaki kwa kutumia teknolojia ambayo iko juu kidogo. Anatumia aeration system, maana yake anaongeza oksijeni katika maji. Pia anaweza kuzungusha maji ambayo anazalisha samaki, hatumii maji mengi sana. Na hii ni kwa mtu, inamsaidia mtu ambaye kwa mfano akiwa maeneo ya mjini anaweza akafuga kutumia hiyo njia, kwa sababu hategemei kutumia maji mengi sana, kwa sababu ya maji anaweza akayatumia tena akaenda akayatibu hapo akarudisha tena kwa ajili ya matumizi tena mengine baadaye. Kwa hawa wafugaji wetu, kwa wale wafugaji ambao wengi bado ni wachanga, sisi kama halmashauri ama serikali huwa tunapatia yani support yetu kubwa kwao ni kuwapa kwanza elimu, wajue ufugaji wa samaki ulivyo, kwamba tunafanya aware kwamba wajue samaki anafugwaje kitaalamu na ana faida zipi. Sawa. Pia kuna baadhi, tumefika mbali zaidi, kuna baadhi ya wafugaji huwa tunawezesha kabisa, baadhi ya vikundi tunapelekea chakula cha samaki, tunapelekea vifaranga. Pia kwa wale ambao wana uwezo mzuri kidogo, huwa tunajaribu kuwaunganisha na masoko ya kuuza samaki. Pia tunaunganisha na wazalishaji wa vifaranga vya samaki, tunaunganisha na na watu ambao wanasupply chakula cha samaki, ili kwa angalau kumfanya yule mfugaji asione mzigo sana, au asione kama ufugaji wa samaki ni kitu ambacho kina mateso sana. Maana hali halisi ni kwamba katika ufugaji wa samaki changamoto kubwa ambazo wafugaji wengi ambazo wanakutana nazo ni issue ya maji, issue ya chakula bora na vifaranga bora. Hizo changamoto kubwa tatu ambazo wafugaji wengi huwa hawajui waanzia wapi. Unaona? Sasa kwa hiyo sisi kama wataalamu, sisi kama serikali, jukumu letu kubwa ni kuwaunganisha na hiyo vitu, kwani kuwa kama ni daraja la wafugaji na sehemu ambapo hiyo vitu vinapatikana, vyakula, samaki, na jinsi ya kumshauri kama haya maji yanafaa kwa ajili ya ufugaji ama hayafai. Wivu ni adui mkubwa kwa ujenzi wa taifa, kwani ndicho kiini hasa kisababisha njaa. Ewe ndugu yangu we, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba.